Habari za wakati huu mpendwa mtazamaji wetu popote pale ulipo, zifuatazo ni habari za saa kutoka hapa ITV. Mimi ni Isaac Mpayo, karibu. Na ninakukumbusha kwamba habari hii unaweza kuipata hivi sasa, yani mubashara Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Ruvuma Bwana Perez Magiri amewataka waajiri kutowazuia wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wafanyakazi, huku wafanyakazi wa kazi za ndani wakilalamikia kunyanyaswa na baadhi ya waajiri wao. Wafanyakazi, fanyeni utaratibu wa kuelimisha waajiri hao ambao wamekuwa wakisita kuwaruhusu wafanyakazi wao kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Wanashindwa hata kuwawekea michango yao kwenye hifadhi ya jamii. Jambo zuri sana, yule ni mfanyakazi kama wafanyakazi wengine. Basi endapo siku yake anaondoka, aweze kwenda NCF na yeye kuchukua michango yake. Mifuko ya jamii, yani nikimaanisha. Aende kuchukua michango yake na yeye akaendelea na maisha mengine. Kwa sababu na yeye ana maisha baada ya hapo. Mabosi wa korofi unaambiwa hadi tandika kitanda cha mume wake yeye anacholalia, au muda mwingine unamwambia fua nguo za ndani. Changamoto ndio hizo. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke jijini Dar es Salaam, Dr. Joseph Kimaro, anasema kwa sasa hospitali hiyo imeanza kutoa huduma za afya bobezi ambazo zilikuwa hazitolewi zaidi ya zile za kibingwa. Kama mnavyoona sasa hivi, labda kutokana na kuwa ubora wa maisha, tumeanza kuona sasa magonjwa mengi sana sio kwa kuambukiza, magonjwa ya kisukari, pressure. Sasa tunapata wagonjwa wengi zaidi wenye changamoto za figo pia, na hii sasa inatuelekeza sisi tuweze kujiandaa katika eneo hilo kuhakikisha kwamba tuko tayari kuwahudumia wananchi wanapopata changamoto hizi, kwa sababu tunajua changamoto hizi sio tu kwa sababu ya aina ya maisha, lakini pia anaweza kupata kutokana na changamoto mbalimbali zikiwepo ni complication. Hata kina mama wanapokuwa wanajifungua wanaweza kupata complication zinazowapelekea kupata changamoto ya figo. Na wanafunzi wa shule ya sekondari Longido iliyopo wilayani Longido mkoani Arusha wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka kujenga uzio kuzunguka shule hiyo kufuatia kero ya wanyama wakali wanaozurura karibu na maeneo ya shule, huku baadhi ya wafugaji wakidaiwa kuingiza mifugo kwenye eneo hilo. Uwepo wa wanyama wakali wanaoweza kuingia eneo la shule na kuhatarisha usalama wa wanafunzi. Hii ni kutokana na kuwa shule ipo karibu na eneo la hifadhi ndogo ya kitalu cha uwindaji. Hatari ya watu wasio na nia njema ambao wanaweza kuingia eneo la shule na kuleta madhara kwa wanafunzi na mali zao. Kwa shule kukosa uzio ni hatari kwa usalama wa wanafunzi na mali zao pamoja na watumishi. Moja kati ya changamoto ambazo inakabiliana nazo kukosa uzio ni kama zifuatazo: wanyama hatarishi kuingia eneo la shule hasa nyakati za usiku, watu wasio na nia njema na shule kuvamia shule kupitia njia zisizo rasmi. Ukweli mheshimiwa mgeni rasmi, mchana hata kuanzia tu saa 11 utaweza kuwaona tembo wakipita karibu maeneo ya shule haya, utaona chui, utaona fisi. Kwa hiyo tuna changamoto. Maendeleo ni hatua. Maendeleo ni ushirikishwaji. Ninatoa wito kwamba vikao vikae mkuu wa shule vya wazazi kuangalia uwezekano wa sisi wazazi kuchangia ili kuunga jitihada zinazofanywa na wazazi lakini pia na shule. Ni mwisho habari za saa kwa sasa kutoka hapa ITV. Kipindi maalum Maisha ni Nyumba kitafuata hivi punde.